Wameeleza hofu yao kuhusu usalama wakati huu wa kampeni, wakisisitiza kwamba semi za chuki na siasa za vurugu zinaweza weka taifa katika hatari ya machafuko. Katika kongamano la siku 3 lililowaleta pamoja wajane katika kaunti ya Nakuru, washiriki walionya kuwa iwapo hali ya usalama itazorota, wanawake ndio watakaobeba mzigo mkubwa wa madhara. Wamewataka viongozi wanawake walioko kwenye nyadhifa mbalimbali kushinikiza amani na umoja kwa manufaa ya taifa, wakisisitiza kwamba jukumu la kulinda utulivu wa nchi ni la kila mmoja, hususan wale ambao walioko kwenye mstari wa mbele katika uongozi. Kwanza kabisa hawa wajane unaoona hapa, wengine sababu ya waume wao kufa ni kwa sababu ya hiyo mchafuko. Na kwa hivyo pia hatutaki kupata wajane wengine. Wakati kumechafuka ni waume wazee ndio wanaenda kupigana vita. Na tunatoa onyo kubwa sana kama wake wa Mungu, tukiwa na ujasiri leo ya kwamba yeyote ambao analeta siasa ya chuki, tunazima tu sauti yake kwa magoti haya na tunaizimia hapa Kiroboni. Na tunataka kuwaambia kwanza hapa Nakuru hakutachafuka. Kwanza nchi ya Kenya hii hakuna vita. Na kila mama, wewe kiongozi, ninajua uko na watoto, ni uchungu kupoteza mtoto kwa sababu ya mchafuko wa amani. Tokeni na mtorokee siasa mbaya, msiitanishwe na wale ambao wanataka kuleta vita. Nchi ya Kenya ni nchi ya Mungu. Haipelekwi na siasa ya matusi. Tunapenda kupelekwa na neno la Mungu, na sisi tunaongozwa na Mungu aliye hai. Na tunasema tunataka amani kwa sababu Mungu anapenda amani. Na tukitoka